Karibu sana katika JMTV tuweze kuangazia taarifa kuhusu mkuu wa zamani wa majeshi ya ulinzi ya Uingereza, na mimi ni Cleophas William. Mkuu wa zamani wa majeshi ya ulinzi ya Uingereza, Jenerali Richard Dunnart, amesema wazi kuwa Ukraine haina nafasi ya kushinda Urusi katika vita inayoendelea, hata kama itaendelea kupokea msaada mkubwa wa kijeshi kutoka mataifa ya Magharibi. Kauli hiyo imeibua mijadala mipana kuhusu hatma ya vita hiyo ya muda mrefu, ambayo sasa imeingia mwaka wake wa 3 bila dalili ya kufifia suluhu ya kweli. Katika mahojiano yaliyochapishwa Jumamosi Oktoba 18 na gazeti la The Independent, Field Marshal David Richard, ambaye alishikilia wadhifa wake kuanzia 2010 hadi 2013 na awali aliviongoza vikosi vya NATO nchini Afghanistan, alishutumu wafuasi wa Ukraine kwa kushindwa nchi. Maoni yake ni kwamba hawatashinda hata kama Ukraine ingepewa rasilimali zote muhimu, hawana nguvu kazi, amesema mkuu wa zamani wa majeshi kutoka Uingereza. Kulingana na Richard, hali pekee ambayo Ukraine inaweza kutumaini kushinda ni uingiliaji kati wa moja kwa moja wa NATO, jambo ambalo hawatafanya kwa sababu Ukraine si suala linalowezekana kwao. Aliongeza kuwa ingawa nchi za Magharibi ziko katika aina fulani ya vita vya mseto na Urusi, si sawa na vita vya risasi ambavyo wanajeshi wetu wanakufa kwa wingi. Jeshi la Ukraine limekuwa nyuma kwa miezi kadhaa, huku vikosi vya Urusi vikisonga mbele huko Donbas na katika mkoa wa Dnipropetrovsk wa Ukraine, ambapo maafisa wa Urusi wamesema kuwa Ukraine itaanguka ndani ya wiki kadhaa ikiwa itakatiliwa mbali na msaada wa kijeshi wa Magharibi. Hata hivyo, Urusi imesema kuwa iko tayari kusuluhisha mzozo huo kwa njia ya kidiplomasia, mradi tu maslahi ya usalama wa taifa yatazingatiwa, na kuongeza kuwa amani endelevu itaitaka Ukraine kujitenga na NATO, kukubali kuondolewa kwa jeshi na kuzuiliwa na jeshi, na kutambua hali halisi ya eneo hilo. Russia ilianzisha uvamizi wa Ukraine kabisa Februari mwaka 2022 baada ya mzozo wa muda mrefu tangu mwaka 2014. Magharibi pamoja na nchi za Israel, NATO, Umoja wa Ulaya na wengine wamekuwa wakitoa msaada wa kijeshi, kifedha na kiuchumi kwa Ukraine. Kwa mfano, msaada wa kijeshi na kifedha umefikia mabilioni ya dola. Hata hivyo, mgogoro umebadilika kuwa vita ya muda mrefu na sio ushindi wa haraka. Kwa hivyo, hoja kwamba Ukraine haina uwezo si kusema ukweli kamili. Ina uwezo, lakini kuna vikwazo vikubwa. Russia ina uwezo mkubwa wa kijeshi, rasilimali watu na uwezo wa kuhimili gharama za vita. Kwa mfano, makadirio ya matumizi ya kijeshi Russia ina uwezo mkubwa wa kijeshi, rasilimali watu na uwezo wa kuhimili gharama za vita. Kwa mfano, makadirio ya matumizi ya kijeshi ya Russia kwa mwaka mmoja uliopita yanaweza kufikia takriban dola bilioni 170, ikimiliki asilimia kubwa ya bajeti kama sehemu ya pato la taifa. Kwa upande mwingine, Ukraine, licha ya msaada wa Magharibi, bado inatumia kiasi kikubwa cha rasilimali ndani ya bajeti yake. Hatimaye ina wigo mdogo wa kuendesha vita ya muda mrefu bila kuzimika kutegemea msaada wa nje. Russia ina nafasi ya kuhimili upinzani kwa muda mrefu zaidi. Mgogoro wa ugumu unaonekana kuendelea na Russia inaweza kutumika kikosi kikubwa cha rasilimali kuendelea. Ukraine kwa upande wake inaweza kufikia ukomo wa rasilimali, hasa kama msaada wa nje ukapungua. Vita ina mahitaji makubwa ya vifaa vya kisasa, silaha za umbali mrefu, teknolojia ya anga, vyombo vya ujasusi, usambazaji wa mizigo, majeshi ya reserve, ulinzi wa makombora na kadhalika. Russia ina baadhi ya hizi kwa kiwango kikubwa. Ukuaji wa mbele wa Russia umeelezwa kwa taratibu katika nafasi nyingi, lakini hata hivyo inaendelea. Kwa mfano, taarifa za hivi majuzi zinaonyesha Russia imeweza kushawishi maeneo ya front ya Ukraine. Ukraine, ingawa imeonyesha ushujaa mkubwa wa kujitolea, inakabiliwa na upungufu wa baadhi ya vipande vya ulinzi kama vikwazo vya anga, makombora na kadhalika, na pia matatizo ya usambazaji na wasiwasi wa muda mrefu wa msaada wa nje. Msaada wa Magharibi ni vigumu kuamini unatazama vita hadi mwisho wa ushindi wa Ukraine. Kuna madai kwamba baadhi ya nchi za Magharibi zinauoga kuhusu kuhusika kwa muda mrefu na matumizi makubwa ya rasilimali. Kwa mfano, baadhi ya tafiti zinaonyesha upande
wa Ulaya umeanza kuwa na shaka ikiwa Ukraine inaweza kushinda. Pia kuna dalili kwamba msaada unaweza kupungua na nguvu za kivita zinaweza kuvunjika kwa kasi ya nchi za kusaidia ukikutana na shida za ndani. Kwa hivyo, ikiwa Ukraine itabakia bila msaada wa uhakika wa muda mrefu, basi nafasi ya kushinda inakuwa ndogo. Inaweza kuwa ya kwamba masharti ya ushindi kwa Ukraine ni magumu zaidi kuliko tu kurudisha mpaka wa kabla ya uvamizi. Russia imejenga mifumo ya ulinzi, imechukua maeneo na kuna uwezekano wa kusalia kwa mgogoro wa muda mrefu. Tathmini ya baadhi ya watafiti inasema Ukraine ni prospect nzuri ya uwekezaji wa usalama wa magharibi zaidi na inavyohisiwa, lakini hilo halimaanishi ina uhakika wa ushindi. Kwa upande wa kijamii na kisiasa, Ukraine imeonyesha ushawishi mkubwa wa kujitolea. Kijeshi, raia na uongozi wamesimama imara. Hii ni faida kubwa. Utafiti unaonyesha wazungu wa Ulaya wamekuwa wakitoa msaada wa Ukraine na raia wa Ukraine wana nia ya kuendelea kupigana. Serikali ya Ukraine imejibu shinikizo la kujitokeza kwa nguvu. Inaonyesha uwezo wa kuhimili mashambulizi hata ikiwa maandalizi ni magumu. Kama nilivyosema, msaada wa magharibi umekuwa mkubwa hata kama udumu wake unachunguzwa na hupelekea Ukraine kuwa na uwezo wa kujilinda na kukabiliana. Kwa mfano, kupiga mashambulizi mapya, kujenga ulinzi wa anga, kupata silaha za kisasa ni sehemu ya juhudi za magharibi. Hii inaweza kubadilisha muda mrefu wa vita au kuunda fursa ya mageuzi ya uwanja wa vita. Russia imepata mafanikio mapana, lakini pia imekumbwa na hasara kubwa, matatizo ya usambazaji, ukosefu wa majeshi yanayosonga haraka kama inavyotarajiwa na matatizo ya kiuchumi kutokana na vikwazo vya magharibi. Kwa mfano, vita imeelezwa kuwa economic war of attrition pia kwa Russia. Kwa upande mwingine, Russia haiwezi haraka kufunga vita bila kuleta hasara kubwa. Hivyo ina nafasi ya Ukraine na wapiga vita kwake wa magharibi kuendelea kulazimisha mgogoro wa muda mrefu ambao pengine una faida upande wa kujilinda zaidi kuliko kushambulia zaidi. Kwa kuzingatia hoja zilizopo za upande mmoja na mwingine, tunaweza kutambua baadhi ya matokeo yanayowezekana. Matokeo A, vita inazidi kuwa ya muda mrefu. Hili ndilo linaloonekana kama chaguo linaloelekezwa. Russia na Ukraine wanazidi kupigana, lakini hawalazimishi ushindi wa kona kwa haraka. Ukraine inaweza kuendelea kujilinda, kutunza laini za mbele, lakini kushinda kamili. Kwa upande wa Ukraine, inaonekana kuwa na kikwazo kikubwa. Taarifa ya ISW inaonyesha Russia bado inaweza kusonga mbele kidogo kidogo. Matokeo B, Ukraine inashindwa kushinda kabisa, lakini inapata mkataba wa amani kwa masharti ya Russia. Kwa kuwa Ukraine ina matatizo ya kuendesha zilizo rasilimali nyingi na kuwa tegemezi wa msaada wa nje, kuna uwezekano wa kuingia katika mkataba wa amani ambao si ushindi kamili kwa Ukraine. Yaani, inaweza kuwa inabakisha sehemu ya uhuru, lakini labda haitarudisha maeneo yote yaliyokaliwa na Russia. Russia inadai makundi ya maeneo ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia. Matokeo C, Ukraine inapoteza maeneo makubwa na Russia inapata faida ya kishujaa. Ingawa inaonekana kama chaguo la chini kabisa kwa Ukraine na washirika wake, ni lazima kukumbuka kuwa uwezo wa Russia wa kusonga mbele bado upo. Ikiwa sasa au kesho msaada wa magharibi utaanguka kwa kasi, au ikiwa Russia itafanya mabadiliko ya kikampeni ili kutumia mbinu mpya, basi Ukraine inaweza kupoteza maeneo makubwa zaidi, hali ambayo inaweza kupelekea ushindi wa Russia. Hata hivyo, hii inawezekana, lakini haionekani kuwa matokeo ya karibu zaidi. Matokeo B, Ukraine inapiga mabadiliko ya kimkakati kugeuza vita kuwa ushindi. Hii ni nafasi yenye uwezekano mdogo, lakini haijazuiliwa. Ikiwa Ukraine itapata silaha za kisasa, msaada wa mwisho, mabadiliko ya kikampeni, na Russia itapata matatizo makubwa, uchumi, rasilimali, usambazaji, basi Ukraine inaweza kutengeneza fursa ya kushinda. Hata hivyo, hili linahitaji mabadiliko makubwa ya hali ya sasa. Kwa kuzingatia yote, hoja kwamba Ukraine haina uwezo wa kushinda sasa inaonekana kuwa msingi kwa sababu zifuatazo. Moja, utendaji wa rasilimali ya muda mrefu. Utendaji wa rasilimali na muda. Ukraine ina uwezo, lakini rasilimali zake na uwezo wa muda mrefu yana ukomo. Ikiwa vita itachukua miaka mingi zaidi, itahitaji uchumi thabiti, uzalishaji wa silaha na msaada wa nje unaoendelea ambayo hayajawekwa kwa uhakika kwa muda mwingi. 2, upungufu wa vifaa vya kisasa na teknolojia ya hulka ya mwamba. Licha ya msaada, Russia ina faida
kiasi cha majeshi, vifaa visivyo vya kigeni na uwezo wa kufanya matatizo ya muda mrefu. 3. Msaada wa magharibi unaweza kupungua. Kama watu wa magharibi wakiona kuwa vita ni mwepesi wa gharama au hawapati matokeo ya haraka, wanaweza kupunguza msaada. Bila msaada huo, nafasi ya Ukraine kupigana vizuri inapungua. 4. Kudumu kwa mapigano na hali ya mgogoro wa kuteleza. Vita inazidi kuwa ya nchi tatu na matokeo yake ya kupata ushindi kamili yanazidi kuwa magumu. Kwa hivyo ni kusema kuwa ushindi kwa Ukraine sio hakika. Ili Ukraine iweze kupiga hatua kuelekea ushindi zaidi, baadhi ya mambo yafuatayo yatalazimika: kuongeza uwezo wa viwanda vya silaha ndani ya Ukraine ili kutegemea msaada wa nje kidogo, kupata silaha za kisasa zaidi na uwezo wa kuendesha mashambulizi ya kuzuia hasara kubwa kwa Russia, kwa mfano silaha za umbali mrefu, drones, ulinzi wa anga na kadhalika, ili Russia ishindwe kwa muda mrefu. Kufanya marekebisho ya mpango wa kimkakati, hiyo inasisitiza kujilinda, kusonga mbele kwa sharti au kuchukua mkabala mpya, kuimarisha umoja wa magharibi na kuhakikisha msaada unaendelea kwa muda mrefu na si kwa miezi tu, kuimarisha ukuaji wa uchumi wa Ukraine, uthabiti wa ndani na mapambano ya uhasama wa ndani, rushwa, usafiri wa misaada, usambazaji wa vifaa. Vita vya muda mrefu havifanyi kazi kwa nchi ambapo uchumi wa nyuma unazidishwa. Mashauri ya diplomasia, kuweza kupata makubaliano ya amani mapema ikiwa hali ya kijeshi haiwezi kuwa ya kushindwa kabisa, kwa maana ya kuhifadhi ugumu wa nchi na kuzuia hasara zaidi. Kwa muhtasari, kusema kwa uhakika kabisa kwamba Ukraine haitaweza kama kuishinda Russia hata ikiwa ina msaada wa magharibi ingekuwa ni kauli ngumu kupata ushahidi wa ndani kabisa, lakini hoja hiyo ina msingi mkubwa kama tutaangalia changamoto za kiaskari, kifedha na kimkakati ambazo Ukraine inazikabili, hasa ikiwa ushindi una maana ya kurejesha mpaka wa kabla kabisa wa uvamizi na kuondoa kabisa uwezo wa kijeshi wa Russia nchini Ukraine. Kwa upande mwingine, Ukraine ina nafasi nzuri ya kujilinda na kupambana kwa muda mrefu, na ikiwa itafanikiwa kuimarisha uwezo wake na kupata msaada wa muda mrefu, inaweza kupata matokeo mazuri hata ikiwa sio kuishinda Russia kabisa. Kwa hivyo, hoja ya kwamba haina uwezo wa kushinda inaweza kuwa ya kweli, hasa kwa ufafanuzi wa ushindi kamili, lakini pia haipaswi kusahaulika kuwa hali inaweza kubadilika.